dakika za usiku kabisa tukaenda tukapata bao. Mechi ya leo hapa KMC na kwenyewe imekuwa ngumu kweli kweli. Mashujaa walikuja na mpango mzuri kweli kweli wa kukaba, kuzuia na kucheza, na bahati nzuri Mungu akawa upande wao, wakapata bao la mapema kabisa la Jafar Kibaya, wakatengeneza mlima kuwa mgumu na mzito kweli kwa upande wetu. Tukalazimika kwanza kusawazisha bao hilo, tutafute na bao la ushindi. Hasa kwa timu ambayo ilikuja na mpango mzuri wa kuzuia, alafu unapata kazi ya wewe kusawazisha, alafu urudishe, inakuwa ni mzigo mzito kweli kweli. Lakini tulitegemea aina hii ya mchezo kwa sababu ya ugumu waliokuwa nao wapinzani wetu, lakini wanapigania malengo yao. Ukiwaangalia hawapo kwenye mstari wa kushuka daraja, lakini pointi zao na wale ambao wako kwenye mstari wa kushuka daraja ziko karibu kweli kweli. Kwa hiyo wanatafuta pointi za kujiweka salama, na wanapata wapi hizo pointi? Ni kwenye mechi kama hizi ambazo zimesalia, na ndio maana mechi ikawa ngumu kweli kweli. Lakini kama haitoshi, wana mwalimu mzuri sana, Salum Mayanga, moja kati ya the best coach hapa Tanzania. Ana experience ya kutosha, anaocheza huu mpira, amefundisha timu nyingi kweli kweli, ana exposure kimataifa akiwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza na kusuka mpango mzuri. Lakini kama haitoshi, ni mwalimu ambao ana uwezo wa kucheza mechi kubwa bila pressure aina yoyote ile, na akafanikiwa kutuingiza kwenye mtego na akafanya mchezo kuwa mgumu. Lakini yote kwa yote, sasa Mashujaa wakasahau kitu kimoja, discipline, kwamba nidhamu ndio ingewawezesha wao walau kupata sare ama hata kupata ushindi. Hawakuwa na nidhamu, hasa baada ya kuongoza bao moja, wakawa wanacheza madhambi mengi, wamepewa kadi nyingi za njano, wameonyeshwa kadi nyingi za njano. Goli kipa wao akaenda kufanya makosa mtoto, akaadhibiwa kwa kadi nyekundu. Wachezaji wao wakawa wanafanya makosa ndani ya 18, wakazalisha penalti mbili, na wakasahau kwamba hii ni Simba Sports Club ambayo ina uwezo wa kupush, ina uwezo wa kupress kwa dakika zote 90. Tuna wachezaji ambao hawakati tamaa mpaka filimbi imalizike. Hicho ndio kitu ambacho wao walikosea. Wangeweza kusimama kwenye mstari wao wa kucheza kwa mpango wao na kuweka discipline juu, wangeweza kupata kitu. Kitendo cha kutokuwa na nidhamu ya mchezo kimewagharimu, tumewafanya vibaya, tumeondoka na alama 3. Na mechi ilikuwa ngumu. Kawaida ya kiumbe hai yoyote yule huwa hakubali kuchinja. Kwa wale ambao wameshachinja, lazima atakukuruka, lazima afanye vurugu. Ndicho ambacho amekifanya Mashujaa. Ilikuwa lazima tumchinje tu. Sasa tunamchinjaje? Ndio alikuwa anapapatika, lakini yote kisu kimepita, nyama kaondoka na alama 3. Sherehe zinaendelea. Tuna sherehe ya fainali, tuna sherehe ya kasi, na tuna sherehe ya kumnyoa Mashujaa. Na hii ilikuwa ni kama ile mechi ya nusu fainali ile ambayo mlikuwa jukwani kule mmeshikilia nafsi. Yeah, of course, haikuwa mechi ya starehe sana leo. Sababu mechi ya starehe ni ile ambayo unatangulia bao moja, bao mbili, bao 3, kipindi cha pili unakuwa umerelax, unaangalia zako bodi. Mechi ya leo ilikuwa na pressure sababu tayari umeshatanguliwa. Tulikuwa tumekaa jukwani pale, tukawa tunafarijiana, nasema hii baskeli ya mechi tu muda wote na shughuli inaishia hapa. Lakini tunaona muda unazidi kwenda, tukaanza ku accumulate pressure. Kwa hiyo hatujaenjoy hata kidogo football. Tumekuja kuenjoy mwishoni kabisa baada ya filimbi ya mwamuzi ya mwisho. Semaji pia huku nje ni kutaarifu tu vijiwe nongwa vimeshaanza nongwa kuhusiana na maamuzi ya mwamuzi. Unaona tu yuko sawa sawa. He was right, na jopo lake wote walikuwa 180% very right. Yes. Na waamuzi wetu wamekomaa sana, wako very very stable. Kama wale wa VAR. Semaji, unasema una sherehe ya kasi. Mbona kutia unachoendelea? Mechi tumaliza. Semaji, unaweza kusema kauli ya ubaya ubwela inatumika leo kikamilifu? Ubaya ubwela maana yake ni kwamba tutakufanya vibaya utake usitake. Ndio maana ya ubaya ubwela. Na ubaya ubwela ina asili ya kulazimisha. Hiyo ndio ubaya ubwela. Yaani unataka usitake utatoa. Hiyo ndio yaani mpaka ifike dakika ya mwisho yenyewe ubaya ubwela isarende, yani ikate tamaa. Sasa kwenye mechi kama hii, wapinzani kama hawa, ubaya ubwela hauwezi kukata tamaa. Ubaya ubwela utaendelea kusukuma mpaka tupate tunachostahili. Na mechi ya leo, ndugu zangu, unaona hizi taa zenu hizi, ndugu zangu waandishi wa habari,
leo mngeziwasha hapa ili tucheze mechi ishe. Namna ambavyo Mashujaa walikuwa wanapoteza muda kule kulala, leo tungecheza mechi na tochi, tungechanganya na taa zenu hizo, refa aone mpira, tucheze mpaka dakika 90 za haki zikamilike.